Amani ya Mwenyezi Mungu iwe pamoja nawe msikilizaji wa Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV. Na ukaribisha kuweza kusikiliza yale yaliyojiri katika mgogoro unaoendelea wa kivita mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kati ya jeshi la akiba la nchi ya DRC Wazalendo na jeshi la taifa FARDC ambao wanapambana na wahasi wa M23 wanaosapotiwa mkono na nchi ya Rwanda. Tanganyika FM Radio. Kwa pamoja tukupashe. Ni rasmi sasa. Tume ya Umoja wa Mataifa nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo MONUSCO imetupilia mbali madai iliyotolewa na wahasi wa M23 wanaoungwa mkono na nchi ya Rwanda, wakisema kwamba MONUSCO iliweza kuungana na jeshi la Wazalendo pamoja na FARDC ili kuweza kupiganisha wahasi hao katika mji wa Goma. Vile vile kwa mujibu wa MONUSCO, si kweli kwamba walishirikiana na majeshi ya SADC wala FARDC pamoja na wapiganaji wa kiraia Wazalendo kushambulia viwanja vya ndege vya Goma na Kavumu mwishoni mwa wiki iliyopita karibu na mji wa Bukavu. MONUSCO imetupilia mbali na kusisitiza kuwa inaendelea kutekeleza majukumu yake ya kulinda raia kwa mujibu wa mamlaka waliopewa na Umoja wa Mataifa na si kushiriki katika mapigano ya kijeshi yanayoendelea mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Katika shutuma hizo tu za M23 ni kwamba Jumuiya ya nchi ya Kusini mwa Afrika SADC imekanusha madai ya wahasi vile vile wa M23 kuwa kikosi cha SAMI DRC mwishoni mwa wiki iliyopita walishirikiana na jeshi la FARDC na wapiganaji wa kiraia Wazalendo kushiriki na mapigano yaliyojiri katika mji wa Goma wiki iliyopita. Aiza SADC imesema yameheshimu mkataba ulioitwa saini kati ya kikosi chake na M23 tariki 28 mwezi Machi mwaka 2025 kuhusu namna ya kuondoka Goma, na inaunga mkono maazimio ya wakuu wa nchi za kikanda kuwa suluhu ya mashariki mwa nchi ya DRC itapatikana kwa njia ya mazungumzo. Hata hivyo, jeshi la taifa la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo FARDC Jumatatu ya tarehe 14 ya wiki hii imedhibitisha kuuawa kwa wapiganaji 10 kutoka katika kundi la wapiganaji wenye kumiliki silaha la CRP Zaire linaloshirikiana na wahasi wa M23 na ambalo linaongozwa naye Thomas Lubanga. Taarifa ya jeshi la taifa FARDC inasema mauaji ya wahasi hao yalifanyika wakati wa makabiliano kwenye eneo la Jo kando na ziwa Albert katika wilaya ya Jugu jimboni Ituri. Na upande wa habari zinazozagaa kunako mitandao ya kijamii zinazosema kuwa Kamanda Amour William Yakutumba amepewa uwazifa wa kuwa kiongozi wa RADE nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Hatimaye kamanda huyo wa SNPCC nchini DRC Amour William Yakutumba amekanusha katukatu habari zinazozagaa mitandaoni zenye kusema kuwa ni yeye ameteuliwa kuwa mratibu wa RADE nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kwa sasa kwa kumgomboa Jemedari Padiri. Huyu ameomba raia kuepukana na habari zisizo za uhakika. Katika mahojiano yake kuna laini ya simu akiwa kwenye shamba la mapambano huko Luvungi, namba 1 huyo wa chama cha SNPCC ameonyesha kuwa mpaka sasa bado Jemedari Padiri ni kiongozi wa Wazalendo, kwani hakuna kibarua kilichomundwa hakuna kwa wazifa huo. Kamanda Amour William Yakutumba azungumuza hapa kuna laini ya simu akiwa kuna kusemu za mapambano huko Luvungi. Na problema iko hivi, nifate mzuri. General Padiri njo kordo wa RADE ku niveau national hadi leo. Hajakuwa remplacer na mtu. Kama iko na shamba, hatujua iko na shamba nini. Hatujua sisi. Lakini tunajua kwamba iko interpellé kule kudemiape. Tunajua vile. Lakini hatujua nini yenyewe banamuitia. Na hajakuwa remplacer na mtu. Ila habari mnasikia kwa marezo sosio ni ya bongo. Ile nomination muliona wapi? Ni ya marezo sosio vile. Ni bongo hii. Hapana, mimi napenda kuambia watu kwamba nadhani yeye General Padiri alikuwa nome na ordonnance presidentielle. Alikuwa nome kule na hayakuwa revoke. Hapana. Ile mabada napenda kuambia opinion kama ile mabada wako nasikia ile ni ya bongo. Ni ya bongo. Hapa tuko na organization fulani tulifanya sisi antake Wazalendo, bakubwa ya Wazalendo bot ndio walikutana hapa kwa Uvira, Fizi, Mwenga, njo tukafanya
une organisation kama tunapaswa kuwa na coordination moja kwanza ya maoperation. Donc ndio ile walifanya, ndio tukasema no, ilifo batu wanapaswa kuwa na kiongozi. Ndio ilionekana kama mimi ni waongoze kwanza opérationnellement mwa hii axe yenye tuko mwayo ya shit. Ndio tungali na opere vile. Hayakuwa nomination kutoka wapi wala wapi. Ile ni organisation yetu tulifanya huko. Mlifanya ku niveau interne. Voilà. Sisi tunafanya vita. Tunafanya vita dans l'ordre dispersé. Alors ilionekana kwamba no, ule kufanya vita mu ordre dispersé sio bado tukue tujikoalize pamoja, tufanye kazi pamoja. Msikilizaji na mtazamaji wa Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV, ni hapo ndipo naweka nukta kunako habari zinazohusu mzozo unaoendelea mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kati jeshi la taifa la Kongo pamoja na wazalendo ambao wanapambana vikali na waasi wa M23 wanaoungwa mkono na nchi ya Rwanda. Tanganyika FM Radio. Kwa pamoja tukupashe.